Mimi naitwa Judy. Nilikuja Saudi last year mwezi wa 10 nikawa nyumba Riyadh. Nikafanya miezi 2 na siku 22, but ikakuwa mbaya, tukasumbuana na madam. Nikarudi ofisi. Nimekaa ofisi almost 2 months. Nikapata kazi huku Bisha. Kweli huku napitia mateso. Hakuna chakula. Nakula chakula yenye hao wamebakisha. Nalala saa 9 ama saa 8 ya usiku, naamka 5. Hata hiyo sio shida, nilikuwa nimesema nitavumilia. Lakini ndio chenye nimekutana nacho guys, si rahisi. Madam kuna room hafunguangi, iko huko karibu kwa gate. Ni yeye mwenyewe anaendanga kwa hiyo room usiku. So leo nimeambiwa chukua gloves, chukua maji, chukua Dettol na Clorox, twende unikilinia hiyo room. Mimi sijui yenye kitu iko. Mimi nikachukua kwenda ku clean room, tukaenda na yeye. Tukafika, tukafungua mlango, tukaingia na akafunga, tukabaki ndani na yeye. Na akaniambia kuna kitu iko hapa ndani na nataka ukiona ibaki siri yangu mimi na wewe. Usijaribu kuambia watoto wangu. Mostly nikiwa na shida, kuna msichana hapa wa 17 years, ni yeye huwa anamwambia Leila hivi na hivi, ambia mamako. Kaniambia nikijaribu kuisikia, hata umeambia ofisi ama watoto wangu ama mtu yeyote nisikie mahali, tutakosana na wewe. Kidogo kufungua fridge. Iko na fridge 5 hiyo room. Kufungua fridge, maiti za watu. Guys, nimeosha maiti. Unasikia kuosha maiti? Wenzenu hapa nimeosha maiti leo. Na ninaambiwa usishtuke. Hizi ni vitu za kawaida. Hizi ndo zinatupea mali. Nisaidieni. Mimi sina hata mtu wa kwetu. Watu wa kwetu hawana ngaja na mimi. Sina hata mtu wa kwetu mwenye naweza pigia nieleze shida zangu. Nisaidie guys. Niko na watoto nyumbani, wananitegemea. Tangu nikuja kwa hii nyumba, sasa ni almost 2 months sijalipwa. Na naambiwa nitalipwa after 6 months. Na sijui kabla hiyo 6 months ifike nitakuwa nimekatwa pesa ngapi. Makosa kidogo naambiwa utakatwa pesa. Makosa kidogo utakatwa, hata kama si makosa yangu naambiwa utakatwa. Guys, mniombe. Napitia shida. Kwa hii nyumba niko na Mkenya. Amekaa hapa 4 years. Msichana ananitesa. Nateseka guys. Napitia shida. Sina mtu wa kulilia shida zangu. Mnisaidie. Guys, hii sauti nimeisikia. Pia kuna mtu aliniandikia message, nikaipost pale Facebook. Mimi kitu naweza sema, huyo msichana mwenye amepeana information, if she comes across this video, let her reach out to me, we try together. Nimemsikiza sana, nimemsikiza bila anaeleza, na nimeona pale comment section watu wanasema Waarabu wanaogopa wakufi, Waarabu wanaogopa wakufi. Kuna madamu nyumba nyingi nimeona pale Facebook wanasema nimefanya nyumba nyingi sijaona hizo vitu. Sijui kama ulifanya mpaka hii yenye iko na maiti. Kuna watu wanaoshanga maiti. Hiyo sio story ya jaba. Kuna watu wanaoshanga maiti. Kuna watu hata saa zingine, kuna msichana ni Kemboi aliandanga kufanya kazi.
aliosha maiti, lakini ile siku alichomoka. She came to share the story. So mtu asiseme Waarabu wangu hawapendi maiti. Wewe na Waarabu wako mpendi, but kuna wenye wanapenda, wanaona kama hiyo ni maisha ya kawaida. So my message is that if this lady, she's speaking the truth, na kwa sababu anataka kusaidika, let her reach out to me, ama mtu mwenye anamjua connect me to her, we confirm if whatever she's saying is true. Okay, so guys, nimeona watu wamejaza hii audio kwa inbox yangu. You guys ni sawa, mnanipenda, lakini zingine ni za kutisha, but tutashirikiana kwa pamoja.